Eastern Kenya Integrated College Mitaboni kimeandaa wiki ya tamaduni katika chuo hicho ili kuonyesha tamaduni za jamii tofauti nchini kama mavazi wanaovalia, chakula husika cha jamii hizo pamoja na mila zao. Naibu mwalimu mkuu wa chuo hicho Kenol Joseph Mwangi akisema tamasha hizi za tamaduni zinawezesha wanafunzi kutoka jamii tofauti kujumuika na kuelewa mila tofauti, ambapo ameeleza kuwa tamasha hizi zinaleta uwiano na umoja baina ya wanafunzi na jamii zile. Isaac Musioka na taarifa ile. Waswahili wanasema mwacha mila ni mtumwa. Na ili kujiepusha na utumwa huu, chuo kikuu cha AQ kimeandaa wiki ya kusherehekea utamaduni kutoka jamii tofauti nchini kama mavazi wanayovalia, chakula cha kipekee cha jamii hizo pamoja na mila zao. Week we are holding our annual cultural week, an event that brings our students together, that acts as a way of inviting and incorporating different students from diverse cultures in our country. Kitu ya kwanza inasaidia wanafunzi wale wametoka kabila tofauti tofauti. Nikipatana na Mluya, nikipatana na Mgikuyu, nikipatana na Masai, Lisa nasoma kutoka kwangu kwa Wakamba, nami nasoma kutoka kwa Masai, na inatusaidia hata wakati ule tutatoka shule upate tuko na hekima ama tunajua mambo mingi kutokana kwa kabila tofauti tofauti kwa country yetu Kenya. Naibu mwalimu mkuu wa chuo hicho Kenol Joseph Mwangi akisema tamasha hizi za kiutamaduni zinawezesha wanafunzi kutoka jamii tofauti kujumuika na kuelewa mila tofauti. When we talk about culture, all of us belong all because we are. Nobody comes from the air. We come from a people, and we celebrate our origin, our heritage, the people who brought us up, the kind of a food we ate. You know, the Luyas eat ugali. These are things that we are celebrating, and we are showcasing all these cultures, saying that these are our values, this is our origin. Like the Kiswahili saying that says, mwacha mila ni mtumwa. We don't want to leave our cultures and our heritage. We want to continue embracing them and also passing them to the future and the coming generations. Tumepata different communities wana showcase from their different diversities na tumepata kujumuika pamoja kulingana na shule yetu integrated, na kwa hizo maonyesho ya wanafunzi inaonyesha uwiano wa pamoja kuendana na shule na tamaduni za shule yetu. Tamasha hii utamaduni huandaliwa muhula wa kwanza kila mwaka katika chuo hiki, wakisema kando na kuwa burudani na kuwachangamsha wanafunzi, tamasha za utamaduni zimeonekana kuleta umoja baina ya wanafunzi wa jamii tofauti, wakisema pia huweza zikaondoa dhana ya ukabila. This is a way of refreshing, a way of resting, and a way of relaxing from every day-to-day activities that we do. And we are grateful that our students are relaxed. Even as we get into the end of the term, they are going to face the exams in a very relaxed way, their minds refreshed. Different from what people talk about in tribalism. This is where people hold so firmly to their cultural heritage, but tend to discriminate people from other cultures. Kilele cha tamasha hizi kilikuwa katika ukumbi wa shule hii na kutoa fursa kwa wanafunzi hao kuonyesha ubambe wao katika sekta mbalimbali za tamaduni za jamii zile, ikiwemo nyimbo asili kama kilumi kwa jamii ya Wakamba, vichekesho na nyimbo za kisasa. Isaac Musioka, Undugu TV. Mbunge wa Kiharu